Haya Malikia. Kulitanyo humfo Zolondo Soro Nganine Solondo Alikoniki. Naam mkuu. Nimekuita hapa. Nataka nikupe majukumu. Na najua hautoniangusha. Nahitaji uende kufanya upelelezi nyumbani pake Sorondo. Kwa sababu kule msituni aliko, naamini wazi hawezi kupata mahitaji yote. Atahitaji kula, atahitaji kunywa maji. Lazima atakuwa anakuja nyumbani kwake ili kuja kupata hayo mahitaji. Sasa na kutuma Alikuniki, nataka ukafanya upelelezi. Anakuja saa ngapi na anatoka saa ngapi, ili uje kuniambia nikamalizane naye. Sawa sawa mfalme, nimekuelewa. Mkombozi wa himaya yetu, maana wewe ndiye mwenye damu ya himaya hii. Inawezekana vipi? Mimi nina maono na ninajua jinsi ulivyozaliwa wewe. Sawa, kama mmeamua kunisapoti, mimi nitafanya kwa jitihada zote nilizokuwa nazo, ili mradi tu ufalme wa Ndembo madarakani. Sawa, sisi tulikuja nalo hilo tu, zingatia tuliokuambia. Sawa. Hebu nipe Kaifa kwanza. Huyu rafiki yako toka alipoondoka mpaka hii leo hajarudi. Mpaka imefika kiwango na kuwa na wasiwasi mkubwa. Unamjua sehemu alipo? Mama, kuhusu swala la mwanao usijali. Mwanao yupo sehemu salama. Basi sawa, ukionana naye mwambie mama yako anaumwa. Basi sawa mama, usijali. Saizi ni usiku mkubwa, kwa nilikuwa nakuomba mama yangu kapumzike, hilo swala limeisha. Sawa.
Sikia, tulia, usifanye chochote sawa? Unanielewa? Sawa. Nisikilize nikwambie kitu sawa? Sasa hivi tuna mkakati ya kuikomboa himaya hii. Hivi wote utaendelea kuwa mtumwa mpaka lini? Mfalme wakufanyia mangapi wewe? Au mfalme akawafanyia mangapi raia wake wa kijiji hiki? Hebu kwanza tuliza pressure. Tunahitaji kuunganisha nguvu ili kuikomboa himaya hii. Je, uko tayari? Inawezekanaje? Inawezekana kwa sababu katika kijiji hiki tuna shujaa wetu ambaye tunamtarajia na tunamwamini sana, Sorondo. Ni kweli? Ndio. Inawezekanika vipi? Inawezekana kwa sababu kila kitu kiko sawa na shujaa wetu hayupo kule polini kwa ajili ya kucheza. Yupo kule kajiandaa na yupo kwenye maandalizi. Sasa chagua moja kati ya haya. Wewe kuendelea kugeuzwa kuwa kigoda wa mfalme au kuungana na sisi kwa ajili ya kupindua ile himaya. Sawa. Niko tayari. Kama ni kweli kambi imejiaminisha. Mimi mwenyewe sipendi na mambo ananifanyia mfalme. Sasa naomba nisikilize. Kesho tunaondoka katika kambi yetu. Naomba tuondoke. Sawa. Mfalme, nimekuletea mtu ambaye ataweza kurudishia binti yako. Unawakika naye? Nawakika naye, ndio maana nimemleta hapa. Na kazi hii anaiweza vizuri. Kijana. Naam. Unaweza kazi? Achi. Mimi? Yaani mimi niliwa na jeshi 7 huko nilipotoka, kazi naiweza. Binti yako atarudi hapa, nipeni masaa kadhaa tu. Kijana. Naam. Mimi sio mtu wa mchezo kabisa. Hivyo unavyoongea una uhakika navyo? Na uhakika navyo. Waga sihitaji upuuzi kabisa katika kazi yangu. Na misheni zangu sitaki mtu kunifelisha. Unachokisema ndicho kiende hivyo hivyo. Ole wako ukiwa umebadilisha. Waga simwachi mtu salama kabisa. Achi, mimi kidali, simogopi mtu, sione nimesuka kwa nyona mlembo. Binti yako anarudi. Nielekezeni mahali alipo nikamchukue. Kiabili. Naam. Una uhakika naye? Na uhakika ndio maana nimemleta hapa. Atafanya kazi kwa makini sana. Mpe maelekezo. Sawa. Ili akanirudishie binti yangu. Kijana. Naam. Kama utafanya kama unavyosema, basi nitakupa zawadi yoyote wewe utakayohitaji. Sawa kiongozi, haina shida.